katika kuleta accountability lazima tuone namna ambavyo katiba iliyopo na mfumo wa kisheria uliopo ulivyochochea na kutoa fursa ya matendo haya ya kinyama na kikatili kufanyika. Na hili tuliangalia kwa mapana kwamba ni maeneo gani. Kwa mfano kuona kwenye maeneo ya tume, tunaona tuangalie ushiriki wa tume, imeshiriki vipi kuleta maafa. Tuangalie kutokuwa na sheria nzuri za uchaguzi na kanuni zinazoleta uwanja sawa wa uchaguzi zilivyoshiriki kulileta hapa taifa. Tuangalie institutional adjustment, sheria na kanuni za jeshi la polisi zilivyotufikisha hapa na kuleta maafa haya kama taifa, na kuona namna ya kudismantle mifumo yote mibovu tuliorithi ya kisheria na kikanuni, hususan kwenye jeshi letu la polisi, ili liweze kuundwa upya, na ikiwemo dismantle kabisa, liwe na structure mpya kabisa. Hii structure iliyopo ni structure ya kikoloni, na ni structure ambayo kwa kweli hailiwezeshi jeshi hili kutekeleza wajibu wake wa kulinda raia, bali linageuka kuwa apparatus of oppression, yani linakuwa ni kifaa cha ukandamizaji wa dola dhidi ya raia. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na polisi wenye kuwajibika. Kwa hiyo lazima hilo ni eneo ambalo liangaliwe. Lakini jambo lingine linalotakiwa liende kwa haraka ni kuondolewa kwa wale wajumbe wote waliokuwa kwenye tume ya uchaguzi na kuzuia wasishiriki shughuli yoyote ya public. Wale ndio watu wabaya mno waliosababisha matatizo. Hawakutaka ushauri wa mtu. Wamefanya vitu na kuendesha uchaguzi kwa namna ambayo ni ya aibu, haijawahi kutokea. Kwa hiyo wale ambao ni majaji, vyombo vyao vya kuhusika vifanye kazi yao na kuona kabisa kwamba wanaondolewa. Sio kwamba kitoka hapo waruhusiwe kuwa majaji, yani hao wakae nyumbani kabisa. Na wale wajumbe wengine wa kawaida wote waondolewe na wasiruhusiwe kufanya shughuli yoyote ya umma kama adhabu yao, kwa sababu ni watu ambao hatuwezi kuumauma maneno. Matatizo haya yamechangiwa na tume ya uchaguzi, kwa namna ilivyoratibu, kwa namna ilivyosimamia hili zoezi, inaonekana ilikuwa na animus furanti, ilikuwa na nia ovu. Kwa hiyo sio kitu kilichojitokeza kusema kwa bahati mbaya, na lazima tujifunze kuzungumza ukweli kwa sasa, kwa sababu tunataka kuponya taifa, sio mambo ya kudanganyana au kuremba-rembana. Kwa hiyo mimi kwa maoni yangu hilo lifanyike. Na lingine, kuleta accountability. Kusitishwa mara moja kwa mashauri ya kubambika. Kesi za kubambika, kuna kesi ya Tundu Lissu. Nilishasema kuna kitu kinachoitwa subjudice rule, that don't comment on what is going on in court, katika namna ya kuingilia lile shauri. Lakini hili shauri la Tundu Lissu ni shauri la uonevu lililopelekea haya matatizo. Tundu Lissu hakuwa muhaini. Haya ndio mambo yanayoleta hasira kwenye nchi na kuleta hizi vurugu. Kwa hiyo ndio maana tunasema mashauri kama yale yaondolewe mara moja mahakamani. Kesi mfululizo za kushambulia chama cha Chadema. Sijui kesi watu wa Zanzibar wanasema hawakupewa mgao. Anayedai hakupewa mgao ndio aliyekuwa kiongozi miaka yote. Mahakama inatoa injunction ya kuzuia kazi zisifanyike Busokelo. Busokelo inahusiana nini na Zanzibar? Alafu huyo jaji bado yuko mahakamani, anatoa hati kwa hati ya dharura kuzuia shughuli zote za chama cha Chadema. Shughuli ya Kabanga inahusiana nini na mgao wa Zanzibar? Shughuli ya Nachingwea ya Chadema inahusiana nini na mgao wa Zanzibar? Alafu kwa nini hatuoni kwamba majaji kama hao wanatumika kuleta vurugu kwenye vyama vya siasa? Mimi nazungumza kwa sababu saizi hakuna kuogopana. Hao watu ndio wanataka kuliharibu taifa. Lazima tuchukue hatua na hawa wachunguzwe, viundwe vyombo vya kijaji, mamlaka inaruhusu zichunguze majaji wote waliokuwa wakihusika kulifikisha hapa taifa na kutumika kufanya maamuzi ambayo hayana tija kwa taifa. Moja ya maamuzi yaliyosababisha hizi stress ni watu kukosa forum. Unazuia chama chenye watu zaidi ya 40% na kwenye nchi wanachama. Unafikiri pressure wataitolea wapi? Alafu unaanza kutafuta vijana wa watu huko na window unabambikiza, kumbe watu wenyewe wanaosababisha hizi stress wako wamekaa kwenye viti wanazungusha viti. Kwa hiyo lazima tuone tatizo lilipoanzia. Tatizo limeanza baada ya watu kufungwa midomo. Wewe unasema vijana wameandamana vibaya, wangeandamana vizuri lini? Wapi ulikowahi kuwapa mazoezi ya kuandamana? Wakati kila siku wakitaka kuandamana unawanyima, unasema taarifa za intelligence.
Anaweza kuandamana tu ni mwana CCM kwa chochote kile anachotaka. Kila mwingine ni taarifa za intelijensia. Unapomzuia mtu kujifunza namna ya kufanya jambo vizuri, usimlaumu siku akilifanya vibaya. Tumeua midahalo vyuoni, tumeua midahalo kwenye taasisi za elimu ya juu. Taasisi za elimu ya juu vimekuwa viota vya kubemenda na kufanya watoto wakitoka kule, anakuwa watoto kabisa wawezi kuagwa, wawezi kurizwa na wawezi kufanya nini. Alafu mtoto huyu akitafuta njia yake mwenyewe ya kutafuta na kujibu changamoto, unamfuata na risasi. Wakati ujinga wa watu wazima ndio uliosababisha taifa kufika hapa, kwa sababu ya maamuzi yetu yasingozingatia uhalali, tukiongozwa na matamanio ya muda mfupi. Kwa hiyo yote haya ndio yanayotakiwa tuangalie kwenye uwajibikaji. Nani kila mmoja alivyofanya. Kwa sababu hii sio surprise, kila mtu alijua uchaguzi una matatizo huu. Tunaambia watu waboreshe kanuni, baada ya kuimarisha kanuni wanaharibu zaidi kanuni. Alafu tume ya uchaguzi inahozi kila kitu, inahozi uchaguzi, inahozi elimu ya uraia, inahozi nini na haina wajumbe. Kiburi tu. Watu wanakaa kwenye ofisi zao, mahakama inasema Mpina aingie kugombea, anatoka mtu anaenda kuweka pingamizi mtu asigombee. Kwani wewe unaumwa nini mtu akigombea? Si wananchi ndio wanataka, si watachagua wanayemtaka. Haya, leo hii sheria inakuonyesha namna ya kupatikana wabunge wa viti maalum. Haya, angalia kura walizopata Chauma, ACT sijui na nani. Wale wabunge wa viti maalum wametoka wapi kule? Mimi nauliza ukweli kwa sababu najua wengine tutawakwaza, lakini kuulize umepata wapi wabunge Chauma wa kuingia pale? Kura zipi ulizopata tuweza kukupa ubunge wa viti maalum? Si maana yake watu uchaguzi ni kanyaboya tu, watu wanafanya pale kupoteza muda ili kuua raia. Lazima tuwe wakali, tukatae hii. Malundo ya watu wanafikishwa mahakamani saizi kushtakiwa. Pesa za umma zinatumika kuendesha mashtaka ya uongo, sijui armed robbery, sijui conspiracy, sijui treason. Treason gani? Kwani tunaruhusu mambo yasiyokuwa na maadili haya yanafanyika hadharani kana kwamba nchi inaongozwa kiuni? DPP amepewa mamlaka kikatiba ya kuhakikisha kesi za uonevu za wananchi hazifiki mahakamani. Lakini saizi kuna makesi ya uonevu yamejaa kila mahali na ofisi ya DPP ipo. Tuna haja gani ya kuwa na ofisi ambayo haiwezi kutekeleza huo wajibu wake? Haya ndio mambo ya uwajibikaji. Lazima tuangalie utendaji wa kila hizi ofisi. Tuna ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, hii ofisi ya mtungi. Ile ofisi wote waliomo mle ofisini wanatakiwa kustaafishwa na kuzuiwa kutumikia umma. Ile imechangia kuwanyima Gen Z wa Tanzania chama kinachoendana na falsafa zao. Hivi vyama vyote ni vya mwaka 92. Ukiondoa ACT, vyama vimezeeka, vijana wamekuja, wamezaliwa 2000, sasa hivi wanapiga kura, hakuna chama kinasajiliwa. Kama umewazuia haki yao, freedom of association, wakiretaliate, kwa nini unaenda kuwapiga? Wewe wape vyama, waambia msipigane mitaani, anzisheni chama, chagueni mtu mnayetaka awe rais kupitia chama cha siasa. Chagueni chama, undeni chama, chagueni mbunge kupitia vyama vya siasa. Ofisi ya mtungi imechangia hawa Gen Z kuandamana. Mtungi angefanya kazi ya kusajili vyama na kuwaonyesha kwamba don't fight, argue. Msiunde vikundi vya kigaidi, unda vyama vya siasa, waweke utaratibu rafiki. Hawa vijana wasingekuwa na vyama vinavyoendana na falsafa zao, wasingekuwa na tumaini. Hata kama achukui nchi, lakini anakuwa na tumaini kwa sababu anaona tume ya uchaguzi huru, anaona anasajiliwa, anaona ana alternative forum ya kuzungumza. Kwa katika uwajibikaji, hii ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inatakiwa ifutwe na wote waliomo kwenye ile ofisi wasiruhusiwe kufanya shughuli yoyote katika utumishi wa umma. Maki ndio ametufikisha hapa. Vijana hawana chombo cha kuzungumzia, hawana chombo cha kusemea. Kwa sababu vyama vingine vinabeba propaganda zetu, mambo yetu ya kidumu, Chama cha Mapinduzi, hao labda akisema M4C, sijui huyu akisema sijui nani, huyu akisema kila chama. Huyu akisema ubwabwa, huyu akisema nini, kila chama. Hivi vyama vyote vimezeeka, haviendani na hawa vijana. Alafu sisi tunawalaumu kwa wao, why are you going into the street? Ulitaka waende wapi? Tumewapa forum za kusajili vyama vinavyoendana na umri wao na vijana wenzao ambao wanaweza wakabeba idea. Tumeallow hizi diversity.
Yaani umeziba maji alafu unashangaa bomba kupasuka.